Alhamdulillah, nilipokuwa jana sio kama nilipokuwa leo. Neno hilo kubwa sana. Ukishapiga hatua moja afu kaanza kulalamika na yenyewe sio nzuri. Inakosa mchongo. Ukishapata unashukuru. Ndio. Okay. Na mimi binafsi nimefurahi sana kukutana na wewe jioni ya leo. Ukiwa uko na hijabu yako umependeza sana. Wewe ni mmoja kati ya watu ambao ukiposti tu picha imekuwa gumzo sana. Watu wanazungumzia sana hiyo. Unavutiwa na hiyo situation? It depend, kama mtu unaongelea negative, that's up to you. Kama unaongelea positive, nashukuru Mungu sababu mimi inspire watu wengine. Kuna watu kama mimi ambao hawezi kupost. Kuna mwingine sio mnene ni mwembamba, still hawezi kupost. So mimi na encourage watu wengi kujikubali. Kwa hiyo wanavyoongelea mimi, as long as nasaidia watu wengine, kwangu mimi bado ni mileage na ni benefit. Mimi naomba turudi sasa nyuma zaidi. Mimi nakumbuka na hata siku moja alikuja hapa Saint pamoja na Arafat Papati. Nikanaambia kuna tuseme nini, ni sio unyanyasaji wa kijinsia, unyanyasaji wa kimaumbile. Nikanasema enzi za shule ya msingi ilikuwa ni kwamba mtu ukiwa mrefu kosa. Tolu. Ukiwa mfupi kosa. Ukiwa mwembamba sana kosa. Ukiwa mnene kosa. Natamani kujua Love, wakati uko mtoto mdogo shule ya msingi, ulikuwa uko mnene hivi? Yes. Ulikuwa mnene hivi? Yes. Shuleni ilikuwaje? Ni hivyo mtu anaweza kukuita bonge hivyo nini, lakini walokuzoea ndio hivyo wanakuita jina lako. Unaweza kupita njiani mtu mwingine hata kujua kibonge sio so. It has always been like that, lakini I just let it all roll off my back. Huwa nacheka kwa sababu ndio zile wanaambia watu. Mimi miaka yangu yote ya maarufu, kabla sija maarufu niko shule ya msingi. Watu bichwa kwa sababu na kichwa kikubwa. Nikawa mwanzoni iko inaniumiza sana. Yaani ingekuwa ni nchi za wenzetu huko, mtoto angeweza kurudi nyumbani alafu akaambia mama yake bana mimi sitaki shule. So nikienda shule watu wananitania kichwa changu. So mimi wapo watu wa hivyo, lakini kiafrika uambie mzazi wako sitaki kwenda shule sababu natania kichwa changu. So kweli. Mama mimi alikuwa ananiambia wakikwambia kichwa chako ambie kama cha mama yangu. Kwa hiyo nisijione mnyonge, nikana mtajia mama yangu yani kwamba ndio faraja. Ndio mchongo. Lakini hatua jinsi ilivyokuwa inaenda, naanza kuwa maarufu na nini, mtu akiniita kichwa kikubwa naambia okay, lakini mimi ni Sogidogi, wewe ni nani? Who are you? Chapata title. Yani tayari hata hicho watu ambao walikuwa wanakiona ni kikubwa wengine wakawa wakioni. Sasa sana Diamond ambao wanasema watu walikuwa wanasema domo, siku hizi lips denda. Kwa sababu kashajipata na nini. Na madem nduki hivi. Bwana sasa baada wao watu wanaokutania, wengine wanapenda unavyoigiza. Hawa sasa watongozaji wakina Dabui. Ambao wenyewe tena sasa hivi hautaniwi, tayari ushakuwa ni maarufu. Life ikoje huko kwenye DM yako? It's hectic, lakini mtu kama una focus zako na una principles zako za ulivyolelewa, obviously unaweza kujiingiza kwenye mambo ambayo hayakujengi. Mimi I believe uhuni ni tabia ya mtu. So kwamba ni tabia inamjenga kutokana na yuko kwenye industry basi ni muhuni. Wewe kama ni muhuni, uhuni wako tu utajionyesha whether you are in the industry or you are not. So DMs zipo, lakini ukijua nini unafanya na nini unataka, the eyes will always be on the prize. Kwa hiyo kuna time wewe kumbe una ignore kabisa DMs za washikaji. Obviously. Hata kama unajua kabisa huyu jamaa ananitaka wewe. DM nyingi mtakuja hai mambo. Kuna mmoja anakuambia nataka nianzishe familia na wewe, nataka nikuoe. Like, how do you marry a person you don't know? Wewe umeiona tu mimi Instagram. Sasa si watu wanaanza hapo. Hapana, so kweli. Kwani mahusiano yanaanziaga wapi Love? It depends. Inaweza kuanzia popote, lakini intuition pia works. Wewe huwezi kila mwanaume anakuja DM kwako ukamwambia sawa tuwe na mahusiano. So kweli. Yes. Kwa hiyo wewe huamini kabisa kwamba kuna future husband kule? Never ever. Okay. Anyway, mimi nataka kujua ulijuaje kama wewe una kipaji cha kuigiza? Mimi sikuwahi kujua kama nina kipaji cha kuigiza. Kipaji changu cha kuigiza kiligundulika na Lamata. Alichukua kakishepu. Akakichukua kakishepu. Kwa sababu aliona kitu ndani yako. Yes. Sasa hivi ulipofikia hii level ambayo umefikia sasa hivi, ni namna gani umekuwa proud of?
I'm very proud of myself kwa sababu kadri siku zinavyozidi kwenda nazidi pia kujifunza vitu vipya kutoka kwa wenzangu na kutoka kwa legends ambao nimewakuta na nazidi pia kuongeza ujuzi wa kujiendeleza zaidi kwenye kipaji changu. Ambapo wakati kabla hujaingia kwenye uigizaji ulikuwa unasikia kitu gani kibaya kuhusu uigizaji? The way ambavyo ukiangalia waigizaji walivyopitia maisha, lifestyles, kitu gani kilikuwa kinakuogopesha maybe kuingia, na sasa hivi umejikuta umeingia na unakutana navyo? Hiyo ni kwa mtu kama ambaye alitaka kuwahi kuingia. Mimi growing up sijawahi kuwazaga kuingia kwenye entertainment. And when unaongelea entertainment kiafrika au kitanzania, mtu anakuambia wanamuziki wahuni, wanamuziki wana tabia mbaya, wanavuta bangi, sijui watu wa madawa. Watu actually hata ukiangalia pia nje wanamuziki wengi ni wahuni, yani watu ambao wameharibikiwa. So hata mimi kufikiria ile kwamba mimi na kipaji hapa, si nitaimba au nitaigiza yani. Kwa ndo sisi sasa tunabaki wale hawana be a doctor, hawana be a lawyer. Sisi ndo wao. Kumbe you never know you have something inside you. Lakini sasa hivi ndo nimekuja kwa mimi kwamba uhuni, tabia mbaya, sijui hizo nini ni the way wewe mwenyewe unavoacha bad influence kuingie na unavotaka watu wakupelekeshe. Yes. Yani so kwa kifupi hapa, Love asingekuwa mwigizaji leo hii, angekuwa ni nani? A community developer. Tumeendea shule kabisa. Yes. Bwana wewe. Iko vizuri. Ndio maana unasikia ngeli moja inatoka gorofa ya kwanza, ngeli inaenda gorofa ya pili, ngeli inatafuta gorofa. Akishuka hapo kuna basi la njano. Sio kweli. Au kusoma mabasi ya njano? Sijawahi kusoma mabasi ya njano. Never ever. Dumu na mfagio. Kidumu na mfagio tena na mbolea. Na jembe kidogo. Na kuni moja. Kuni sijabeba, but mimi nimebeba mbolea kupeleka shule. Maua tumebeba sana. Unanunua kuuza huu ubuyu wa mwalimu? Of course, visheti vya mwalimu mnauza. Kama kawaida. Yeah. Okay. Mapokezi yako kwa mara ya kwanza wakati episode inaanza kuonyeshwa juu ya Kali ilikuwaje? Kwanza achana tu na episode ya kwanza. The moment tu ile Lamata ameposti cast. Mimi I had like 600 followers, but within a day nilifika 10k. Yes. 10K. Ilikuwaje? Yani ghafla tu 10K. Yani 10k, yani was like, hey. You know, unajua kuna ile kwamba watu wanaokujua, wasiokujua, like everybody wanted to know. Na baada ya ile first episode, I've never backed down. Ukamua uende hapo. Yani the mileage has been very far. Na nime improve since day one mpaka sasa hivi. Love, mimi kuna watu wengi wanafuatilia ambao wamekuwa na miili ambayo sio kama kwangu. Okay. Mwili ambao umekuwa mkubwa kidogo, wana miili minene. Mmoja nilimkuta TikTok akiwa analia akisema kwamba amepambana apungue, imeshindikana, and anajisikia aibu sometimes, anaona kama anajikosea. Ni kwa kiasi gani uko proud na mwili wako, na unamshauri vipi mtu ambaye leo hii anajisikia sio sawa kutokana na influence ambayo iko maybe kwenye mitandao na maisha ya kawaida, anaona kama hayuko sawa? Unaambiwa first stage to overcome anything ni acceptance. Usipojikubali wewe uwezi ukafanya chochote. Ndio maana hata mgonjwa ukiambia labda wewe saizi una kansa, unavyoipokea ndivyo yani steps zako ambazo zitakuwa towards wewe kwenda kufa. Ukikataa ile kwamba hapana mimi sina kansa, lazima itakuwa ni ile psychological itakuwa affect. Lakini ukishakubali kwamba mimi ni mnene, okay, nifanye nini? Na watu wengi sana huwa wanakimbilia mazoezi. Kitu ambacho sio kijua, kuna wengine unenoni wa genetics. Kuna kitu kinaitwa central basic line ambacho ni genetics, mtu anakuwa amerithi kutoka mababu na mababu na mababu na ndio maana kuna mtu mwingine anaweza ni mwembamba lakini akishajifungua ananenepa. Anakuja anapata shida kufanya kurudi kula alikotoka. Ni kwa nini? Kumbe kile kitu alikopo nacho, ila kitu unatafuta kitu cha kuwa triggered. So uwezo ukasema tu kwamba mimi nataka nipungue. Kupungua it takes a step. Kuna mtu anaweza kutumia miaka 3, 4 mpaka 5. Mwingine ndo anaamua shortcut kwenda kwenye surgery. So if you have the money, do the surgery. That's how you feel. Lakini umeshindwa kufanya surgery, take baby steps. Anza leo, kesho kutwa utafika unapotaka. Ila ukiamua kujikubali, ni wewe kwako, unene ni wako wako, haukuumizi. Wembamba ni wa mwenyewe, kila mtu haumuumizi. Kuna mwingine ni mwembamba kwamba mimi nataka ninenepe. Na kama mimi hapa. Yes, mimi nataka ninenepe. Nishakutana na watu kwamba hivi, unakula nini? Naomba hata dawa, mimi natafuta dawa za kunenepa. So yani ukishajikubali wewe mwenyewe, ni maisha yako. Utanenepa, utakonda, lakini within wewe mwenyewe kwanza, ile self acceptance ndio kitu cha kwanza. Benpoe, jikubali. Yes. Lakini pia comment za mashabiki ambao wanakuwa na commentia katika mitandao ya kijamii, unaona zina nguvu gani, zina nguvu kiasi gani katika harakati zako ambazo unakuwa unafanya? Negative comment kwangu mimi hazina nguvu yoyote.
Mdomo ni nyumba maneno. Hakuna mtu mwema kwenye hii dunia. Mama Samia anafanya vitu vingi sana, lakini bado kuna mtu atatoka kufu. Wewe mama, sijui sisi watu wamesha chini, lakini wewe hujawahi kufanikiwa toka enzi ya Nyerere mpaka leo kipato chako cha chini. Lakini bado tu kila rais anaingia madarakani. Wewe mama, sijui akitoka Mama Samia haya akaingia mwingine, akaingia Sogidogi. Wewe Sogidogi hivi, yani sio unaona? Yani ni mtu tu kwamba Rais gani msela? Rais gani msela? Wewe sijui hivi. Background yako tunaijua. Wewe yani you see that kwamba ni mdomo wa mtu, yani wewe utaongea tu. Lakini mimi najua nini nafanya na wa inspire watu wengine. Kuna mtu mwingine kwamba mimi nilikuwa siwezi kupost picha zangu, lakini after seeing you na post. Mimi nilikuwa siwezi kuvaa magauni, navaa tu madera. Na tunaona Lakini after seeing you navaa. Mimi nilikuwa siwezi kuvaa suruali, nikatoka nikivaa lazima nifunge sio na kikoi whatever. Lakini sasa hivi very different people na inspire watu. Sure. Yani wewe mtu una bad negative comment, alafu watu wengi ambao ni keyboard warriors ukienda kwenye wall zao you don't see photos, hawajiposti wao wenyewe. Unaweza kukuta yeye anaishia sura na hapa tu. Bora sura, mwingine hana chochote. Unaweza kukuta yeye ndo ana sura nyangumi akasome. So yani mdomo ni nyumba maneno. Binadamu ila huko nyuma ulikuwa na muonekano huo kuvaa hivyo magauni kama vile ambavyo tulivyoanza. Mimi navaa chochote ambacho kinanipendeza. Mimi huwezi ukanipangia kitu cha kuvaa. Yani I wear anything. Kwa mtu ambaye ushaikutana, mtu ambaye anajua mimi toka niko mtoto, mimi navaa chochote ninachokitaka. Nice. Napenda hiyo. Mimi natamani kujua ilikuwaje mara kwanza unakubali kupiga kazi na mtu kama Kituga hivi ili ufanye naye kazi, uwe kama video king, video queen by the way, yeye akawa king. Ilikuwaje, ulipokeaje hiyo offer na ilikuwa ugumu kiasi gani kuweza kukubali nayo? It wasn't hard, that was fun. I had fun. And mimi ni mwigizaji. Once you're mwigizaji una play any role. Leo unaweza kuambiwa cast yako leo unatakiwa uwe doctor. Umesomea doctor? Hapana, leo ni video vixen. So you have to perform. So I performed and it went well. Nashukuru Mungu, mapokezi yalikuwa mazuri ya rangi. Hata jana nimetoka kuiangalia hiyo nyimbo. Yeah, I'm very proud of myself. Yes. Kitu gani kilikuwa kigumu pale? And nothing was hard. I had labda maji yale ya baridi kwenye swimming pool. Yale ndo kidogo nilikumbuka, afu that day was very cold. So, kuna mtu alisema bana hapa ilionekana Love alikuwa anatamani ni Kituga kama mpokee kama kweli mpenzi wake, ambayo hiyo kitu kama ilionekana kwako ilimisi hivi, niona jamaa kabisa ananiektia hapa, ana hata hisia, anakuja kwa sababu anataka chupa lake liende. Yale ni maigizo. Yale ni maigizo. Who told them we were real? Yale ni maigizo. The chemistry was there. Have you watched the video? The chemistry is there. Yeah, na Kituga ni mtu ambaye ukifanya naye kazi you have fun a lot. Yes. Bwana, sasa Love kuchukuliwa na Lamata kukuinua kutoka chini. Yes. Leo hii director gani ambaye anaweza kaja na kiasi gani akutoe kwa Lamata huyo ambaye amekuibua wewe kutoka chini? Sizani. Amna. Na kuja hapa na bilioni 1. No. Bana, labda nitoke kwa Lamata, wananiambia natoka kwa Lamata naenda kwa Tyler Perry. That will be a mileage. Toka Bongo nenda Marekani. Lakini sio bongo hapa mtokaja na bilioni 1 hii. Not yet. Hamna bongo director anaweza kukupa bilioni 1. Katokea sasa. Atokee sasa tumuone. Hakuna director bongo I haven't seen. Anaweza kunipa bilioni 1. Okay. Manake hiyo inakupa ugumu kiasi gani kwenye wewe kuweza kuchagua kufanya kazi na mtu mwingine bali na hainipi ugumu kwa sababu mimi am in safe hands. I'm in safe hands. Lamata, apart from being my director, she's also my manager. Okay. So ni kama mentor wangu, na ni mentor kwenye vitu vingi sana. Yes. Lakini hapo anakuruhusu labda imetokea filamu filamu za watu wengine labda wakizungumza uende ukaigize? Of course, as long as management imekubaliana. Kwani Kituga ni industry. Yeah, management zilikaa chini zikakubaliana and I did the work. Unaona jina lake Love Jua Kali. Manake hiyo ni ndoa ujue. Ni ndoa hiyo. Yaani baba na mama. Yaani baba yake sasa ndio Jua Kali. Hapo namuona kama ndugu yetu Miss BSS. Anatembea nayo. Acho is a brand, ndo brand yangu. Brand yako hiyo Jua Kali. Kuna namna ina makubaliano, kuna namna wewe umekubaliana na management kwamba hata kama ikitokea ukaenda sehemu nyingine itabaki kutumia pale, au kuna namna inabidi ulipie wewe kuweza kutumia hiyo brand ya Jua Kali? I will always be using that name. Kwa makubaliano ya management, yes. Okay. Patamu. Tasnia ya filamu Bongo unaizungumziaje in general?
It's growing. Sio bongo movie ile tulizoea sisi zamani ya kina Musabanzi, ya kina Insiuka ile, ya kina Jeblasi ya Sema kama za Musabanzi hapo. Lamu kanikumbusha mbali. ya za kina Jeblasi ya it's actually growing. Sasa hivi tumemea sana kwenye series, sababu kuna kipindi nakumbuka bongo movie walikuwa tu wanatoa labda movie lakini unaona kabisa this movie does not need a part 2. Lakini unaambia watch out for part 2. Part 2. Yeah. Why? Kumbe ndio ulikuwa muhanga. Yes, I was there. CD za bukubuku tumenunua sana watu. Kariakoo pale unapita CD za bukubuku ziko nyingi sana tumenunua. So it's growing, na sasa hivi pia wasanii tumeanza kutambua thamani zetu. Tumeanza kufanya vitu vya maendeleo apart from zamani kwamba mtu ukipata hela unajisahau, lakini sasa hivi mtu akipata hela anaendelea kukuza kipaji chake. Yes. Tumeona kuna baadhi ya matukio yamekuwa yakitokea, watu wameanza kuyazungumzia. Kwa mfano, zamani umezungumzia hapo kina enzi za kina Musabanzi, ilikuwa ni nadra kumuona wasanii ama waigizaji wakiwa na kiss. Yeah. Lakini sasa hivi tumeona nyinyi mnaanza kuelekea huko. Mnakisiana Live kabisa. ni nyingi. Ni kwamba mmeamua kujiongeza ama kuna namna ambayo sera imebidi ziongezeke ili nyinyi kuweza kujitafutia masoko zaidi, kwa sababu umeona watu wengi wanapenda kuona hivyo vitu vikitokea? We live in a world where we have to develop. Ili to develop lazima to develop na pia tuweze kucope soko la international. Nini kinataka, so we have to adjust some things ili na sisi tuweze kupiga hatua. Yes, kimila na kidesturi za Kitanzania vitu kama hivyo so vizuri. Hatuwezi tukakaa tukaangalia na wazazi wetu watu wana kiss hivyo. Lakini in order sisi ili tuweze kufika kwenye ile target the market ya internationally, lazima kuna vivitu tu vi adjust ili kuweza kupenya kwenye soko la dunia. Wewe unakupa ugumu kiasi gani kwenye hizo ku-evolve huko kwenye haya mabadiliko? Mimi hainipi ugumu. Mimi am an actress. And kissing on set, it's a sin. So kama ndo tuna mahusiano. We see it on movies za Ulaya. Baada hapo kila mtu anatoka anarudi nyumbani kwake. Yes. Hiyo unaweza ukanipa tukaigiza. Mbona kama unatafuta hiyo opportunity? Sisi tunaigiza. Director nani? Mimi hapa. Sogi. Mimi hapa. Tena mimi ndio mchonganishi. Piga action. Msogelee kwanza. Msogelee. Mbona ilivyokuwa ngumu? No, it's ngumu, but if it was a real scene, mtu una perform. Yes. Ni vitu gani ambavyo unatamani vingekuwa ni vingeruhusiwa na nyinyi mngefanya, at least ingekuwa rahisi sana kuweza kucompete na soko la nje? Ni vitu ambavyo sasa hivi tushaanza kufanya. Tuna compete na soko la nje. Kwani hujaona kuna some movies ambazo Tanzania sasa hivi zimefika Netflix. Jua Kali inaonekana mtu anakupiga simu, mimi niko nje, niko Uingereza, niko Oman, niko wapi, lakini wanaona Jua Kali. Yes. Kuna time tuliona alikuja Wema kana anazungumza hapa kwenye kutumia baadhi ya prompts zile kwa mfano za jeshi. Imekuwa ni kitu kigumu sana, kwa mfano kwenda kutumia baadhi ya maeneo. Ni ngumu, lakini tunaona rais wetu Mama Samia sasa hivi anaendelea kutupambania sisi kama Wizara ya Sanaa kuongea na serikali na departments nyingine, mamlaka husika ili kusudi tuweze kufika huko. Yes. Okay. Sawa, kuna tofauti gani ya love wa Jua Kali na love wa maisha ya uhalisia kabisa? Maisha ya uhalisia, mimi ni mtu mmoja mpole sana. Very mpole. Ila huko mcharuko. Yes. Unawezaje hizi? That's why nakwambia love ni character, na ukirudi huko unakuwa wewe. So kuna hilo sogidogo kwenye muziki na sogidogo akiwa nyumbani kwake na familia yake. So you have to differentiate two people. Huyo nyumbani kwake analala. And that's the real you. Analala sana. Sawa, ni kitu gani? Unajua hata kama unafanya kitu kizuri kwenye Jua Kali, Lamata kakushika mkono ukafanya nini, lazima tu kuna kitu ambacho kidogo unaona hiki hakikuwa sawa, japokuwa wewe uko pale pale. Ni kitu gani? Yaani kwa mfano mimi Daboy niko naye hapa kwenye kipindi miaka 3. Mimi katika kitu Daboy ananizinguaga, akichelewa tu kuja kazini ananizingua. Na hiyo nawaambia kwa sababu si mwanangu. Wewe ni kitu gani ambacho kipo tangu unaingia mfano kwenye Jua Kali hivi afu unaona hiki mbona hakiko sawa, lakini watu wanakichukulia poa tu? Kwenye industry uhaba sets. Uhaba sets, nyumba, sijui hizi hospitali nini. Ukitaka kushoot sehemu kama hospitali, you have to go kushoot hospitali usiku. Kwa sababu mchana kuna kwa na populate ya wagonjwa. But tungekuwa na eneo ambalo
tumejenga specifically kwamba hili jengo limekaa kama hospitali na hii itakuwa inatumika tu kwa waigizaji, mnabadilisha tu set, leo iko hivi, yani zile indoor set kama za Hollywood zinazotumika. That would have been a really good. So haba set kwenye industry yetu ni mkubwa sana. Yes. Ni kitu gani ambacho watu hawakijui kuhusu wewe? Mimi ni mpole sana. Jamani, huyu hapa ni mpole. Daboy, naomba utumie sauti yako kuambia Watanzania. Love yule unaona kwenye TV. Na kwenye video za wasanii ambazo saa nyingine unaweza kusema kavurugwa huyu kachachuka. Mbona kama mcharuko? Ila ni mpole sana. Kuna mtu huwa unamseti unapoenda kwenye event kwamba bana wewe kila unaponiona mimi nipige picha, kwa sababu kuna picha zako ambazo huwa zinatembea na sijui kama huwa unafurahishwa nazo. Kwa mfano ile Dodoma kwa unaingia na mabegi pale juu kumeandikwa VIP arrival. Unaelewa? Kuna jingine tena nimeona juzi kati hapa uko sehemu na mamisosi pakua. Ni kuna mtu anakuwa anakufuatilia, umemwambia ni maelekezo au ni inatokea tu na umealikwa kwenye iftar, kwa nini usile? Be real, kwa nini uanze kuigiza mbele za watu kwamba you don't eat? Umealikwa sehemu, kila ni chakula, na hamna kitu kibaya kama kutupa chakula. Go eat. Hi. Lakini Love mara nyingi sana umekuwa watu wanakufuatilia wewe, maana yake mtu kila anapoenda Love inabidi tumfuate tu. Those are paparazzi are made to make money through us, so there are no more things. Yes. Sawa, mimi niko naendelea hapo kwamba kwa nini umekuwa ukikwepa sana swali la kwamba una umri kiasi gani? Mimi I'm very young. Hivyo umekuwa hivyo Love. Ila hujakuweka wazi na miaka sijafika. 25 hujafika. Mimi ni mdogo sana. Kwa hiyo unacheza kwenye level ya ngapi hapo? Yaani sasa guess kama 25 sijafika nitakuwa kwenye miaka mingapi? Na sifiki mwaka huu wala mwakani. Kwa hiyo ni sawa nikisema kwamba Love ni mtoto 2000. Yeah. My god. Na umeshamaliza chuo kabisa na sasa hivi umeingia kwenye tasnia nini? Yes. Ulizaliwa kaanza harakati mama? Yeah. Hongera. Sisi tunashika vitu mapema. Tofauti na millennials. Kama Uncle Sogi. Actually Sogi so Uncle Sogi ni grandpa, maana mtoka kibanda cha simu mpaka leo. Umaarufu umekupa hasara kiasi gani mpaka sasa hivi? I lose a lot of friends sababu mtu mwingine anaweza kukupigia simu uko set hujapokea, toka uwe maarufu.